بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Muharram mwaka 1440, katika darsa kitabu التعليقات الأولية للبادئين في دراسة الآجرومية لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي حفظه الله. tulipitia jana tarjama mukhtasara lilmuallif, kisha tukasoma nasiha alizozitanguliza, nasaih nzuri kwa mwanafunzi anayeanza kusoma kitabu hiki. Na leo biidhnillah ta'ala tutaanza na pale aliposema hafidhahullah, kalimatun mudhi'ah fi al-hathi ala ta'allum an-nahw. kalimatun mudhi'ah fi al-hathi ala ta'allum an-nahw, ani maneno mazuri kabisa ambayo ni kama mfano wa nuru inaong'aa katika kumuhimiza mwanafunzi kutafuta ilmu ya nahwu. ilmu an-nahw معرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة والخطابة ومدارسة الآداب العربية. علم ya nahwu kuifahamu na kuijua ni dharura sana kwa kila ambaye mara kwa mara huingia katika kuandika katika lugha ya Kiarabu. Isije akaandika pahali pa fatha akaweka dhamma, pa dhamma akaweka kasra, na hali ikawa ni kama hivyo. Kadhalika alkhitaba, zungumza lugha ya Kiarabu, kuna dharura ya mtu kufahamu ilmu ya nahwu ili zile haraka aziweke mahala pake. Pahali pa nasb kaweka nasb, pahali pa rafa kaweka rafa, pahali pa jar kaweka jar, wa hakadha. Na yule anayejifunza masomo yanayofungamana na adab al-arabia, kujifunza mashairi, kujifunza balagha na mengineo katika mafunzo ya lugha za Kiarabu, ahitaji nahwu. Bali masomo yote yaliyobakia katika masomo ya kisheria yahitaji mtu kufahamu ilmu ya nahwu. قال شعبة بن الحجاج المحدث المعروف رحمه الله: تعلموا العربية. شعبة ابن الحجاج كما نظنكو ابن حجر رحمه الله katika التهذيب سيما: تعلموا العربية، jifunzeni lugha ya Kiarabu.
فإنها تزيد في العقل kwani lugha ya Kiarabu huongeza katika akili ya mwanadamu. Na hii ni kweli, lugha ya Kiarabu huongeza katika akili ya mwanadamu. Kwa ukitaka akili yako iongezeke, basi zungumza kwa wingi Kiarabu, usome lugha ya Kiarabu, akili yako itapanuka, utakuwa na hikma. Na ndio maana hata katika Kiswahili sisi husema fulani amestaarabika. Wengi katika watu huzungumza hili neno hawaelewi maana yake nini. Kustaarabika Kiarabu yasema istaaraba, yani hata kama si Mwarabu lakini amejifananisha na nani? Na Waarabu. Ndio maana akastaarabika, kwa sababu ilikuwa yajulikana kuwa Waarabu tangu wakati huo walikuwa ni watu wana murua, wana ukarimu, ni watu wanaoishi na watu vizuri. Ikawa mpaka watu wapenda kule kujinasibisha na wao kwa sababu ya tabia nzuri walizokuwa nazo. Na huku kwetu wakasema fulani amestaarabika, kimuona tabia zake ni mzuri, ni mkarimu, ni mtu wajua kuzungumza na watu. Tuache bwana wastaarabu bwana. Wengine wakajisifu. Ndio maana yake basi yazidisha katika akili kule mtu kujifunza lugha ya Kiarabu. Na hii ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Na ndio maana utawaona wakisema kuwa anayehifadhi Qur'ani, kwa mfano akahifadhi na Alfiyatu ibn Malik, ana maneno mengi sana katika kichwa chake ya Kiarabu ameyahifadhi. Kwa hivyo akiingia katika kusoma ulum za kidunia kwake yeye huwa ni sahali. Kwa nini? Kwa sababu ile Qur'ani aliyohifadhi ambayo iko katika lugha ya Kiarabu, na hii ilikuwa ikifanywa katika Dawlatul Uthmaniyya wakati wa mwanzo, lakini wakaingia katika usufi mpaka ikawa balaa. Lakini walikuwa wakihifadhisha watoto Qur'an na Alfiyatu ibn Malik mpaka umri fulani, lazima umehifadhi Qur'an na Alfiyatu ibn Malik yule anayesoma kwao. Kisha ndio muingiza katika ulum za kidunia, na hiyo hufanya sahali sana kwake yeye kufahamu, kwa sababu tayari kila alichokihifadhi kimepanua akili yake. Na baraka ya Qur'an, baraka iliyo katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika pia yachangia pakubwa. قال الشافعي رحمه الله: أهل العربية جن الإنس. الإمام الشافعي رحمه الله katika مناقب الشافعي للبيهقي آداب الشافعي ومناقبه أسمى أهل العربية جن الإنس. أهل العربية أكسوديا wajuzi wa hii lugha ya Kiarabu ni majini katika watu, ni kama majini katika watu. Yubsiruna ma la yubsiru nnas, kuna vitu waona ambavyo watu hawavioni. Mfano wake yeye al-Imam Shafi'i rahimahullah, wakati mmoja alikuwa mgonjwa, akaja mwanamke mmoja kumtembelea, mtu mzima, akamwambia Allah yushfik, Allah yushfik bidhammi al-ya, na yushfik bidhammi al-ya yani Allah yuhlikak, Allah akuangamize. sawa sawa ni aseme Allah yashfik kwa fatha. Lakini al-Imam Shafi'i alielewa kuwa huyu nyanya maskini hajui, yeye akusudia Allah yashfik, akasema Allahumma biqalbiha la bilisaniha, ya Rabbi taqabbal dua yake kwa kilichoko ndani ya moyo wake, si kile alichokitamka, kwa sababu akijibu kile kilichotamkwa pale
mtaangamia. Na hapa ndio ukienda kwa jitu dhalim, jitu ovu, kumtembelea akiwa mgonjwa, kwambia Allah yushfika, asema amin, kumbe ndio yuafa, ndio yuendao, hajui lugha. Allah yushfik, asema amin, kumbe ndio yuenda yuangamia, na yuaitikia amin kwa sababu haelewi. Lakini ukimwangalia mtu anayefahamu lugha, pale unapozungumza yajua hapa huyu ni fa'il, huyu ni maf'ul, huyu pale ni kadha, huyu amaanisha hivi, huyu amaanisha vile, kwa sababu elewa lugha ya Kiarabu. Kinyume na mtu wa kawaida tu aweza kuzungumziwa wala asielewe kile anachozungumziwa, hajui kile kilichoko ndani ya yale maneno yaliyozungumzwa. Ndio maana ya maneno ya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. قال ابن الوردي رحمه الله katika lamia ya Ibn al-Wardi asema jammin al-mantiqa bin-nahwi faman yuhram al-i'raba bin-nutq ikhtabal. Jammin al-mantiqa, uyapambe maneno yako pale unapozungumza, uyapambe maneno yako, sababu anayezungumza hali ya kuwa aifahamu nahwu, maneno yake matamu, watamani kumsikiliza. Nakumbuka kulikuwa na walimu wakitusomesha nahwu, akisimama kutoa kalima kila mmoja asikilize, asikia raha, mwana mtu yacheka. Mahali pa fatha pa kwa fatha yake, mahali pa jar pa kwa jar yake, mahali pa sukun pawekwa, mahali pa dhamma pawekwa mahali pake, maneno matamu kabisa wayasikia. Utaona watu wote ile intibahi iko pale, so maneno mazuri bin nahwu. Maneno yako utayapamba na mazungumzo yako utayapamba kwa nahwu. Faman yuhram al-i'rab, yule ambaye atakuwa ni mwenye kukosa kufahamu i'rab, na hii yapatikana kwa elimu ya nahwu, bin nutqi ikhtabal. Ndio pale umeona kama mfano wa ngamia vile akitembea wateguka teguka, ndio mfano wa mtu anayezungumza hadi ya kuwa hajui nahwu. Ukamwona anapozungumza au kusoma atia fatha mahali pa kasra, atia kasra mahali pa dhamma. Ndio pale akasema man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Mtu akimtizama hivi haya, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Sasa na mtu amona zungumza na jazba, atoa tarehe, akaambiwa man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Sasa hiji jazba zote hizi waharibu. Bin nutq ikhtabal, utateteleka katika matamshi yako. Na mifano kama iko mingi. Ya aba fulani, abu fulani, abu fulani amuita hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ile ikhtibal, kule kuteteleka katika matamshi yake kumepatikana kwa kuwa hajui nini, hajui i'rab, ndio ileta matatizo. Ibn al-Wardi kwa hivyo aimiza watu kupamba mazungumzo yao kwa kujifunza nini, nahwu. قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الآجرومية. الشيخ ابن عثيمين الإمام أنا منين مزور سانا katika kusherehesha al-Ajurumiyya asema النحو في أوله صعب وفي آخره سهل. hii fani ya nahwu mwanzo wake huwa ni ngumu kidogo, lakini ukishaingia ndani yake mwisho wake utaiona ni sahali, mwisho wake ni sahali. وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد. na mfano wake ni mfano wa nyumba ya qasab. Qasab nyumba ya miti kama vibao hivi ya mbao, lakini mlango wake ni mlango wa chuma.
ule mlango ni wa chuma, yani annahu sa'bu ad-dukhul, ikiwa mlango ni wa chuma basi ni ngumu kuingia. Walakin idha dakhalta sahula alayka kullu shay, lakini ukishaingia ndani yake kila kitu kitakuwa ni sahali kwako, kila kitu kitakuwa ni sahali kwako. Walihadha yanbaghi lilinsan an yahrisa ala taallumi mabadi'ihi, yatakikana kwa mtu awe na hirs na pupa katika kujifunza mabadi, yale misingi yale ya mwanzo ya nahwu, kama hiki kitabu Muqaddimatul Ajrumiyya, uwe na hirs katika kuisoma na kuielewa. Bimaana ukiielewa hii biidhnillahi ta'ala itakuwa sahali kule unakokwenda, hatta yasula alayhi albaqi. Na hirs katika kujifunza misingi yake na vile vya mwanzo vya kusoma ili iwe sahali kile kilichobakia. Qala wala ibrata biqawli man qala inna an-nahwa sa'bun, wala hayazingatiwi maneno ya yule anayesema kuwa ilmu ya nahwu ni ilmu ngumu. Hazingatiwi anayesema kuwa ilmu ya nahwu ni ilmu ngumu. Ala taallum mabadi'i ni khata fihi takrar, hii ni khata, weka mabano kuanzia ala mpaka mabadi'i, hii ni kama imerudilia, ilikuwa ni pale juu. Kwa hivyo ibara itasomeka vipi? wala ibrata biqawli man qala inna an-nahwa sa'bun hatta yatakhayyala at-talibu annahu lan yatamakkana minhu, wala hazingatiwi mwenye kusema kuwa nahwu ni ngumu mpaka akawa yule mwanafunzi afikiria kuwa hawezi kuifahamu na kumakinika katika ilmu kama hii. Usizingatie maneno hayo, fa inna hadha laysa bisahih. Sheikh Ibn Uthaymeen atupa moyo na kutuambia maneno hayo si sahih, si kweli, sio sawa. Walakin rakkiz ala awwalihi yashul alayka akhirahu. Rakkiz hapa mwanzo, weka akili yako hapa, sikiliza vizuri hapa mwanzo, basi biidhnillah itakuwa sahali kwako kule mwisho kwa uwezo wa Allah. Na hili ni jambo mujarrab, ni jambo mujarrab. Kwa mwanzo itakuwa ni ngumu kwako, lakini ukirakiz vizuri, ukaelewa vizuri pale mwanzo, kwa uwezo wa Allah kule unakusonga mbele itakuwa ni sahali kwako. Kuna watu hapa wameteta na i'rab, walikuwa wameteta na i'rab, lakini polepole mpaka ikawa ni raha kufanya ile i'rab. Ushaona mtu yasikia raha akifanya i'rab, yani akuta ni kitu ambacho afurahia kukifanya, mpaka utamwona mtu hana kazi ya kufanya yeye akisoma ibara, wacha mfanyie i'rab. inna harf tawkid wa nasb, Allah lafdhul jalala ismu inna mansub, ghafur khabaru inna marfu, basi tu soma Qur'an za kufanya i'rab. Kwa nini? Kwa sababu wenyewe wasema enjoy kule kufanya ile i'rab, inafikia wakati kawa namna hiyo. Na wewe waulize wanaojua nahwu vile wanavyoona raha wakiingia katika jambo la i'rab, na zile challenge wanazozipata, namna wanavyopigana nazo mpaka wakaipata i'rab kisawa sawa, raha wallahi. Lakini hayo yatakuja ikiwa utakuwa na tarkiz hapa mwanzo. Muqaddimatun yasiratun fi ilmi an-nahw. Taarifuhu, huu ni utangulizi sahali mfupi katika ilmu ya nahwu. Sema taarifu yake, an-nahwu lughatan yutlaqu ala ma'anin kathira, yutlaqu ala ma'anin kathira. Nahwu katika lugha hutajwa ikawa na maana nyingi. Minha, miongoni mwa maana zake, al-qasdu, kukusudia. Taqulu
nahautu jihata zaidin ay qasadtuha, nimekusudia kuelekea upande aliyoko nani Zaid. Hii ni katika lugha. Tumesema katika lugha ya ikhwani yutlaqu ala maani kathira, ina maana mingi, minha alqasd. Kwa hivyo hii qasd sio maana ya pekee yake ya nahwu, kuna maana mingi, lakini hapa ametoa mfano wa yale maana ya hili neno nahwu katika lugha. Wastilahan, na katika istilah kitajwa nahwu, ilmun biusulin mustanbata min kalami al-arab, ni ilmu kujua misingi ambayo wanawavyuoni wa lugha ya Kiarabu wamefuatiliza maneno ya Waarabu, wakawasikiliza wanavyozungumza. Mustanbata ay tatabba'u kalam al-arab, walifuata maneno ya Waarabu na kuyasikiliza makini. Bimaana walikuwa wakisikia daima daraba zaidun amran, na yule mwingine asema daraba umaru zaidan, na yule mwingine pia akizungumza jina lingine asema dhahaba muhammadun ila suqi, sema huyu mtenda daima yafanywa nini marfu'. Kwa hivyo fa'il ni marfu', si mfahamu, wakaweka qaida fa'il huwa nini ni marfu'. Sawa, maf'ulun bihi yule mtendwa, wakaona kila wakizungumza Waarabu wamleta nini na nasb, wakaandika maf'ulun bihi huwa nini ni mansub kwa qaida. Wa hakadha walifuatiliza wakafuatiliza wakajua ni wakati gani atakana hapa hiyo ni mansub, hii kwa nini hapa ni majrur, hii kwa nini hapa ni marfu'. Haya yote wakayafahamu kwa kufuatiliza maneno ya Waarabu. Qala ilmun biusul mustanbata min kalam al-arab yu'rafu biha ay bihadhihi al-qawa'id, mtafahamu kwa misingi hayo ahwalu awakhir al-kalim, hali za mwisho wa lile neno, i'raban wa binaan. I'raban ni yale maneno ambayo yakubali mara nyingine kuwa mansub. Nikisema mansub nakusudia fatha na vinavyokuja badala yake. Hatuwezi kusema fatha kwa sababu inaweza kuwa mansub ikaja kwa sura nyingine ambayo sio nini, sio fatha, lakini kwa lugha ya wale wenye kuanza ili waelewe mansub sababu fatha ndio asli, na wakati mwingine yao ni marfu', na wakati mwingine yao ni majrur, hiyo inaitwa mu'rab. Na binaan yabakia katika hali moja, katika hali hii yabakia vile vile na haraka moja. Hayo utayafahamu vipi? Kwa hii misingi ambayo wanaovioni wa nahwu wameitoa kutoka kusikiliza maneno ya Waarabu wanapozungumza. Thamaratu, ni nini matunda ya mtu kusoma ilmu hii? Anta ma'i خلاص اجلس كما الناس. نعم بارك الله فيك. ثمرته صون اللسان عن الخطأ في الكلام. matunda yake ni kuwa ukijua ilmu ya nahwu huhifadhi ulimi kutokamana na makosa katika mazungumzo. Kwa kweli hakuna mtu ambaye hakosei eti katika nahwu hakosei, la, yatokea mtu ukosea, lakini ukisoma nahwu itapunguza yale makosa. Bimaana waweza kukosea kisha ukarudi nyuma pale ukajitengeza, kwa sababu i'rab iko katika akili yako. Ama yule ambaye hajui aweza kukosea ya kwanza, ya pili. Nakumbuka siku moja tulikuwa katika nikah msikitini, ilikuwa yafanya msikiti mmoja, tumealikwa. Akasimama bwana mmoja kutoa kalima. Nakumbuka vizuri siku hiyo tulikuwa tumekaa pamoja na mwalimu wetu wa nahwu Sheikh Hussein al-Habashi rahimahullah, Allah yarhamu.
tumzima tumekaa na mimi nilikuwa nimekaa ubavuni mwake na kitu ubavuni mwangu yeye amekaa mimi niko pili hapo kasimama yule bwana huyu mzee ninayemzungumzia ni bahari katika nahwu kiufupi na nikizungumza ni mtu ashafariki Allah arhamu karibuni ilikuwa hakuna mfano wake hapa kwetu kwa nahwu sio mafahamu haina haja kuzungumza zaidi lakini alikuwa ni bahar katika nahwu aijua nahwu ajabu sana sasa ilikuwa mpaka sisi tukiona haya kuzungumza mbele yake sababu ukianza kuzungumza tu yeye atakukosoa kweli kweli hapa almuhimu ilikuwa Alfia ibn Malik katika vidole vyake yani wakati wote aweza kuutoa ubeti wote anapotaka yeye wakati wote akasimama yule bwana akaanza kuzungumza niko hapa kutoa risala amekuja kuleta risala neno risala ila kiume ama ni mudhakkara muannath sio akaanza hadha huwa ar-risalatu al-ula hadha huwa ar-risalatu al-ula Sheikh akanitizama hivi kisha akafanya kama amegongwa na nyundo ya kichwa afanye hivi mimi nikajizuia jamaa akazungumza akasema hadha huwa ar-risalatu ath-thaniya akanitizama sasa ikawa kila akizungumza yule kama yamponda kwenye kichwa tizama alivomaliza akanambia asami'ta ma qala ar-rajul umesikia huyu bwana alivyozungumza nilipotaka kumjibu na uskutu خلاص yani kama mstiri lakini kilichomfanya mtu awe ulimi wake haukuhifadhika unajua ukifanya mara ya kwanza maaguli mara ya pili mara ya tatu mara nne wewe wabwaga risala tu wabwaga risala na hujui kuwa hapa umekosea na hapa umekosea na hapa umekosea kwa sababu ya ukosefu wa ilmu ya lugha ya Kiarabu ya nahwu na sote tukosea lakini ukisoma nahwu yale makosa yako katika lugha ya nini yapungua hauwi sawa na mtu mwingine kwa hivyo matunda ya kwanza saunul lisan anil khata'i fil kalam والاستعانة به على فهم معاني الكتاب والسنة ومخاطبة العرب بعضهم لبعض كذلك هي علم وكسيدية والاستعانة به أي بهذا الفن على فهم معاني الكتاب والسنة katika kufahamu maana yaliyoko katika Qur'an na Sunna kadhalika kuzungumza Waarabu baadhi ya wao kwa wengine kwa wale wanaozungumza lugha ya Kiarabu ili watu waelewane katika kuzungumza lugha ya Kiarabu basi ni wajifundishe nahwu sharafuhu utukufu wa ilmu hii bila shaka mwenye kufahamu faida ya ilmu fulani ndio hujua utukufu wake sharafuhu bi sharafi thamaratihi kama vile matunda yake ni matukufu basi hii ilmu pia ni ilmu tukufu wadhi'uhu ni nani wa kwanza aliandika ilmu hii au misingi ya ilmu hii المشهور أن أول واضع له هو أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو مشهوري نكوا وكwanza aliyeweka misingi ya ilmu ya nahwu ni bwana mmoja ambaye ni adlun muadilifu dhabitun anayejulikana kama Abul Aswad ad-Du'ali na hii ni mashuhuri hatukusema ni yeye ndio mashuhuri inayojulikana Allahu a'lam yaweza kuwa ni yeye yaweza kuwa ni mwingine lakini iliyo mashuhuri ni kuwa wa kwanza aliyeandika katika ilmu ya nahwu ni Abul Aswad ad-Du'ali Dhalim ibn Amr
بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ndio aliyemwamrisha aandike ilmu hii. Hukumu taallumi ni nini? Hukumu ya kujifunza ilmu ya nahwu. Alwujubu alkifai, ni wajibu wa kutosheleza, bimaana baadhi ya watu wakijifunza yatosheleza, ingawa kuna umuhimu sana wa mtu kujifundisha ilmu hii. Na ilikuwa ni katika kasoro, hata ukisoma katika tarajum za baadhi ya ulama, ni alim lakini utakuta wakisema kana yalhanu, alikuwa akikosea katika lugha. Pamoja na kuwa ni alim, usimpunje mtu ilmu yake kwa kutojua nahwu peke yake. Mtu ana ilmu, yajua fiqh, yajua ilmu alhadith, lakini akosea katika nahwu, jahil mkubwa yule. Kwa nini jahil? Hajui lolote katika nahwu. Nani aliyekwambia hivi? Hii ni dhulm. nenda kasoma katika kutubu tarajum, alimun walakinahu kana yalhanu, alikuwa akikosea katika lugha lakini alikuwa ni alim. Pengine ni alim katika fiqh, ni alim tuseme katika hadith, lakini alikuwa akikosea katika lugha anapozungumza. Haijamaanisha kuwa khalas ashakuwa jahil. Sasa jahil wa vipi? Na yajua namna ya kuswali, amesoma mwanzo mpaka mwisho. Mfano, ajua kufunga, amesoma milango yote ya fiqh, ameielewa vizuri kabisa. Sasa vipi tumuite jahil? Yule jahil mkubwa. Kwa nini? Mahali pale pa marfuu yeye kama mansub bwana. Si jahil moja kwa moja tu hivi. Lazima uwe mwadilifu, ingawa tusema kuwa nini ni upungufu kwa mtu kutojua ilmu ya nahwu. وقد يتعين على بعض دون بعض, na huenda ikawa ni fardhu ain kwa baadhi ya watu pasi na wengine. Kivipi? Sema kama arada tafsira alquran alkarim mathalan, kama yule anayetaka kutafsiri Qur'an, mathalan anayetaka kuandika katika ilmu ya tafsiri. Kwa mfano, si yule anayesoma tafsiri Ibn Kathir, asoma tu yeye. Kwa mfano, Ibn Kathir mwenyewe aliandika tafsiri, kama Ibn Saadi mwenyewe anaandika katika nini tafsiri, ni wajibu juu yake ifahamu ilmu ya nahwu. Kwa anataka kuandika katika tafsiri, asije tu akaanza kuandika umetunga kitabu, lazima ajue ilmu ya nini ya nahwu. Huo ni wajibu juu yake, sababu asije akaharibu pale. Asiyejua nahwu, fa'il atamfanya ni maf'ul, na maf'ul atamfanya ni fa'il, na huyo atamgeuza hivi, yule atamgeuza vile, itakuwa balaa. Wallahu almusta'an. Kuna maneno mazuri Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ambayo nitamalizia nayo kikao chetu cha leo. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah katika kitabu chake Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, inna al-lughata al-arabiyyata min ad-din, hii lugha ya Kiarabu ni katika dini, ni katika dini yetu. Wa ma'rifatuha fardun wa wajibun, na kuijua lugha ya Kiarabu ni faradhi na ni wajibu kwa Muislamu. Si lazima ajue hizo fani za nahwu. Kule kujua Kiarabu, kule kujua na kukifahamu Kiarabu ni fardhi na ni wajibu. Watu wengi hawajui hivyo. Kama mtu mimi sielewi Kiarabu, lakini ukija kwa Kiingereza una fakhri, how much is this, how nini baba, ulimi kama ng'ombe vile anavyogeuza, ajifanya jua. Hata wengine wakienda katika nchi za Kiarabu, you know the problem, they don't know English. Lugha yako kaa nao mwenyewe. Ikiwa wewe hujui Kiarabu, una upungufu mkubwa sana Muislamu. Usije ukatufurishia kitu hapa kwa wajua sana Kiingereza ndio nini, na ule mwingine anajua Kifaransa, na sisi tunajua Kiswahili lugha yetu,
na wengine wajua kikwao, kila mtu ajua lugha yao. Ipi jambo lipi limefanya yako iwe bora sana kuliko ya mwenzako? Ukituambia lugha ya Kiarabu wazungumza kwa fasaha ya kisawasawa, tutakuheshimu, kwa sababu kuijua lugha ya Kiarabu ni wajibu. Thumma qala fa inna fahma alkitabi was-sunnati fardun. Kwa nini amesema ni wajibu? Kwa sababu kuifahamu Qur'ani na Sunna hukumu yake nini? Ni faradhi. Ni faradhi wewe Muislamu ufahamu Qur'an na Sunna. Wala yufhamu illa bilughati al-arabiyya, na haiwezi kufahamika Qur'ani wala Sunna isipokuwa kwa lugha ya Kiarabu. Na ndio ukaona watu siku hizi waona wamefanyiwa wepesi wasoma Qur'an transliteration, yani ile Kiarabu kisha kuna Kiswahili, kuna Kiswahili cha Kiarabu, yani imeandikwa kwa herufi za Kiswahili ama za Kiingereza, lakini ndio Kiarabu hicho. Jamaa wakavuruga hao, ukimsikia somo utafikiri azungumza tu lugha nyingine sio kwa Kiarabu. Na ana nafasi yaweza kwenda kujisomesha kuanzia kaida, lakini aona mimi shaitwa profesa na vatai na nakoti, kisha nikae chini mtu anifundisha alif ba ta tha mpaka saa ngapi? Ikiwa waona huo ni muda mrefu utautumia, hayaendelea na hizo qaf wasoma kaf wal Qur'anil Majid, husoma namna hiyo, sababu hakuna qaf kwa mfano, zote zaandikwa kaf tu vile vile kwa mashi hali. Na hata ikiwa kiu utasoma kwaf, hutoisoma sawa sawa, lazima ukasome Kiarabu. Ni wajibu juu yako Muislamu kasome Kiarabu. Kaendelea kusema wala yufhamu illa bilughati al-arabiyya wama la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun, na kile ambacho haitimii uwajibu isipokuwa kwa kupitia hicho basi itakuwa nini? Ni wajibu. Haya ni maneno mazuri sana ya huyu Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Na kufikia hapa itakuwa ni kama tumemaliza utangulizi wa hiki kitabu au hizi taaliqat biidhnillah ta'ala. Katika kikao kitakachokuja moja kwa moja tutaingia katika kuanza kuisoma muqaddimatu al-Ajurumiyya na taaliqat alizoziweka الشيخ أحمد بن ثابت حفظه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.